Biblia inaposema ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine. Na nachotaka uone kairos, Biblia imezungumza vipi kairos na kronos. Kumbuka haya ni maneno ya Kigiriki. Kairos ni wakati wa Mungu, nizungumza hivyo. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Marko sura ya 1 na ule mstari wa 15, Yesu anazungumza kwamba wakati umetimia. Ile wakati umetimia maana yake ni kairosi, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Sasa ile wakati umetimia, wakati maana yake kairosi. Sasa Biblia inaposema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, maana yake huo ufalme wa Mungu hauwezi ukazuiliwa na kitu kingine chochote kutokea. Ndio maana ukatokea kupitia Kristo Yesu. Ulikuwa ni kairos. Maanake kitu chochote ambacho ni kairos, whether you like or not, kinatokea. Lakini pia kwenye Wagalatia 6:9 Biblia inasema hivi, tusichoke kwa maana tutavuna kwa wakati wake. Hiyo kwa wakati wake manake kairosi, tusipozimia mioyo. Sasa na kuonesha ni kwa namna gani Biblia imezungumza neno kairosi katika maeneo tofauti tofauti, manake wakati wa Mungu, wakati ambao ni Mungu mwenyewe ameupanga. Kuna wakati maalum wa kuvuna matokeo ya uaminifu wako, wakati maalum. Sasa hapa naposema tusichoke kwa maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia. Kuna wakati maalum wa kuvuna matokeo ya uaminifu. Kitu gani ambacho unakipanda? Kwa vile vitu ambavyo unavipanda hapa duniani, kuna wakati maalum wa kuvuna hicho kitu. Maana yake hakuna kitu chochote ambacho kitazuia wewe kuweza kuvuna matokeo ya uaminifu ambao uliyafanya. Maana yake kuna vitu ambavyo umevifanya wewe ni kama mbegu. Hivyo vitu haviwezi vikazuiliwa na kitu kingine chochote kutokea. Lakini pia ukisoma Wakorintho wa pili 6:2 anasema katika wakati uliokubaliwa nalikusikia. Katika wakati uliokubaliwa nalikusikia. Manake huu ni mlango wa neema wa Mungu unaofunguliwa kwa wanadamu. Katika wakati uliokubaliwa nalikusikia. Manake kuna wakati tunapaswa kujua wakati upi uliokubaliwa na Mungu ili tuweze kuomba, kwa sababu katika wakati uliokubaliwa na Mungu ana kawaida ya kusikia unachomuomba, as long as ni wakati uliokubaliwa na Mungu. Lakini pia katika kitabu cha Matendo sura ya 17 mstari wa 26 anasema amewawekea nyakati na mipaka ya kukaa. Nyakati zilizowekwa na Mungu, nyakati manake kairos. Amewawekea nyakati kairos na mipaka ya kukaa. Kairos amewawekea nyakati. Amewawekea wakina nani? Sisi wanadamu. Na mipaka ya makazi yetu. Ni vitu ambavyo ameviweka Mungu, kairos. Kwa Mungu amepanga misimu na nafasi na fursa za watu. Kama Esther aliletwa ufalme kwa kairosi fulani. Kwa Esther alipelekwa kwenye ufalme kwa wakati, kairosi ya Mungu, sio kronosi, kairosi ya Mungu. Na Mhubiri 3:1 anasema kila jambo lina wakati wake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Kila jambo kuna majira yake. Hilo majira yake ni kairos. Kairos maana yake ni appointed time ya Mungu, sio ya sisi wanadamu. Kwa hiyo yote hiyo inaonyesha ya kwamba kuna wakati maalum wa kusudi maalum. Kuna vitu ambavyo Mungu anafanya kupitia kairos yake. Maana yake kairos ikiwepo, no matter, kuna vitu vitasimama, haviwezi vikazuia kairos ya Mungu kuweza kutokea. Jambo la mwisho, Luka 19:44, zote hizo zinazungumzia kairos. Yesu alipoulilia mji anasema kwa sababu hawakutambua wakati wa kujiliwa kwao. Ile wakati wa kujiliwa kwao ni kairos. Maana yake ni appointed time ya Mungu, sio kronos, sio appointed ya wanadamu. No,
ni appointed ya Mungu kwa wanadamu wenyewe. Kwa hiyo wakati ambao Mungu ameuandaa kwa ajili yetu hauwezi ukazuiliwa na kitu kingine chochote. Kwa hiyo inaitwa kairosi. Kairosi, wakati ambao Mungu ameupanga, muda maalumu wa Mungu kuingilia maisha ya watu, muda maalumu wa Mungu kukutana na watu, muda maalumu wa Mungu kuweza kufanya vitu kwa watu, muda maalumu wa Mungu kuweza kufanya vitu kwenye maisha, kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye vitu tofauti tofauti, kwenye dimension tofauti tofauti. Kwa hiyo hata ukisoma kitabu cha Esta 4:14 pale chini anasema, ni nani ajuaye kama hukuufikia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Esta aliufikia ufalme kwa ajili ya wakati gani? Wakati kama huu. Kwa ule wakati ambao Esta alikuwa anaambiwa ni wakati ambao Mungu aliuandaa, wakati kama huu. Kwa Esta aliwekwa mahali pale kwa ajili ya tukio moja maalum. Kwa hiyo anaweza kaisi ni ndoa ilimpeleka, alikuwa malkia, lakini ni kusudi moja maalum. Kwa hiyo Esta hakutakiwa kufikiria saa, siku au tarehe. Ilikuwa ni kairosi ya hatima ya kuokoa taifa zima, la kuokoa Wayahudi, ya kuokoa watu ambao Mungu amewakusudia. Kwa ilikuwa ni kusudi, ilikuwa ni fursa maalum ya kiungu. Ilikuwa inahitaji hatua ya imani ya haraka kuweza kufanya jambo fulani. Kwa mtu wa Mungu, Mungu ameweka wakati kama huu kwa ajili ya maisha yako, ili wewe uweze kusaidia watu, uweze kufanyika kuwa msaada kwa ajili ya watu wengine. Kwa Mungu anafanya vitu kama hivyo. Kwa Esta alipofanya maamuzi, historia nzima ya taifa iligeuka. Alifanya maamuzi wakati gani? Wakati kama huu. Kwa alipofanya maamuzi wakati kama huu, historia nzima ya Wayahudi ilibadilika. Kwa kuna wakati kuna historia hazibadiliki, ni kwa sababu kuna watu hawafanyi maamuzi wakati huu. Wakati ule ule ambao taifa zima limeandikiwa barua ya kuangamizwa, ndipo ambapo waliambiwa waweze kufanya maamuzi. Kwa hiyo kuna misimu ambayo unaitwa kusema, kuna misimu ambayo unaitwa kusimama, kuna misimu ambayo unaitwa kukataa hofu, kuna misimu ambayo unaitwa kuamua kwa ujasiri, unaitwa kutenda jambo ambalo Mungu ameliweka kwa wakati kama huu. Na huu ndio msimu ambao Mungu amekuita uweze kusimama, kama ambavyo Isaya anasema, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. Kuna misimu ambayo Mungu hataki unyamaze. Kuna misimu ambayo Mungu anataka uikatae hofu ndani yako. Kwa sababu gani? Wewe ni msaada kwa ajili ya watu wengine. So as long as utanyamaza kimya, it means kuna misaada ya watu utaifanya iweze kupotea. Kuna maisha ya watu utayafanya yasiweze kutokea. Kwa ukichelewa, kairosi inapita. Kwa kairosi haitegemei wakati mwingine mtu anafanya nini. Kairosi inategemea, kwa sababu kairosi yenyewe ipo. Kwa hata kama mtu hatakuwa tayari kuweza kufanya jambo lolote, hiyo kairosi yenyewe ipo tu kwa ajili ya kutekeleza jambo fulani. Hiyo kairosi yenyewe ipo tu kwa ajili ya jambo fulani liweze kutokea. Kwa kairosi, kama nilivyozungumza, ni wakati wa Mungu. Maana yake wenyewe hauhitaji kitu kingine chochote ili yenyewe iweze kutokea. Yenyewe automatic tu ipo. Maana yake as long as mtu atakataa, hiyo kairosi itatokea. Yenyewe sio kronosi. Maana yake nimezungumza kronosi yenyewe inafungwa na kalenda, inafungwa na majira ya kibinadamu, kwamba